Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu popote mnapotufuatilia. Hiki ni kipindi chako kipendacho, kipindi cha Biblia Yasema. Niko hapa mchungaji Steven Leta kuletea kipindi hicho, na kabla hatujaanza kipindi, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa fursa hii ya pekee ambayo umetupatia. Tunaenda kuanza kipindi cha Biblia Yasema. Tusaidie kuchambua maswali yaliyoletwa na watazamaji wetu na kuyatafutia majibu. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Swali letu la kwanza tusomee. Mungu anajitambulisha vipi katika Biblia na majina gani yanayotumika kumwelezea? Mungu amejitambulisha katika majina mbalimbali katika Agano la Kale na hata katika Agano Jipya kutegemea na nyakati, mazingira au majukumu anayoyatumikia kwa wakati husika. Tunaposoma majina haya tunatambua Mungu ni wa aina gani hasa, na hiyo inatuongezea matumaini yetu katika kumtegemea. Jina mojawapo Mungu analoitwa ni Adonai. Adonai ni Mungu mwenye enzi yote au kimbilio imara. Kwa hiyo nadhani umesikia wakati fulani watu wakisema Mungu wangu Adonai. Hiyo ilitokea katika kitabu cha Mwanzo 15 fungu la 2 hadi la 8. Biblia inasema Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami ninaenda zangu hali sina mtoto, na atakaye nimiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili urithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Kwa hiyo hapo ndipo neno Adonai lilipokuwa limetumika. Kwa hiyo Mungu pia anaitwa ni Adonai. Lakini jina jingine Mungu analotambuliwa ni Elohim. Elohim ni jina la Mungu. Mungu tafsiri yake ni Mungu mwenye uweza, muumbaji wa milele na mwenye nguvu. Hilo neno Elohim ni wingi, lakini mara nyingi hutumiwa na maana ya umoja. Inapotumiwa katika maana ya umoja katika Biblia ya Kiebrania Elohim, kwa kuwa hurejelea Mungu muumba anayeamini Mungu mmoja au Mungu wa Israeli au Yahweh. Kwa mfano katika Mwanzo 1:1 pale ilipoandikwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, hilo jina liloitwa Mungu kwa lugha ya asili ni Elohim. Kwa hiyo na hata katika Yeremia 31:33 katika lugha ya asili, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo nami nitakuwa Elohim kwao, ndio lugha iliyotumika. Jina jingine, maana mmetaka kujua tu majina ya Mungu. Jina la tatu ni Elioni. Elioni ni Mungu aliye juu zaidi. Mungu aliye juu zaidi. Katika kitabu cha Mwanzo 14:18 Biblia inasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Hiyo Mungu aliye juu sana ndio Elohim. Jina jingine la Mungu la 4 hilo litakuwa ni Yehova Rafa. Yehova Rafa manake Mungu atuponyaye. Mungu atuponyaye. Kutoka 15 fungu la 26 akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zako, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Yehova Rafa, mimi ndiye Bwana nikuponyaye. Jina la 5 Yehova Shaddai. Yehova El Shaddai, yani Mungu ututoshelezaaye, yani unayetosheleza usiyepungua kitu.
Katika Mwanzo 17 fungu la kwanza Biblia inasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Kwa hiyo mimi ni Mungu Mwenyezi, hiyo neno alilotumia ni Yehova El Shaddai, yani Mungu ninayekutosheleza. Jina jingine la 6 la Mungu Yehova Nisi, maana yake ni Mungu ni bendera yetu. Katika Yoshua katika kitabu cha Yoshua 17 fungu la 13 hadi 16 Biblia inasema Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo Yehova Nisi, hiyo ndio jina jingine la Mungu, jina la 6 hilo. Jina la 7 la Mungu ni Yehova Yire, yani Mungu atupae. Katika Mwanzo 22:14 Biblia inasema Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, yani Mungu atupae, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana ipatikana. Jina la 8 la Mungu ni Yehova Rohi. Yehova Rohi maana yake Bwana ndiye mchungaji wangu, na hiyo unaipata kwenye ile Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, katika malisho ya majani mabichi na kadhalika na kadhalika. Hiyo ndio Yehova Rohi. Kwa hiyo kama unataka kusema Mungu ndiye mchungaji wangu, wewe unasema tu Yehova Rohi. Jina la 9 la Mungu lililoandikwa kwenye Biblia kwa lugha ya asili ni Yehova Sabaothi, yani Bwana wa majeshi. Kama unataka kumtambua Mungu kama Bwana wa majeshi, wewe unasema Yehova Sabaothi, naomba unisaidie katika vita nilionayo. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unamtambulisha kama Mungu Bwana wa majeshi. Samueli wa kwanza 1:3, na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo, na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako. Kwa hiyo alikuwa anakwea kwenda mjini kwenda kumtolea Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Mungu pia ni Bwana wa majeshi. Jina lake la 10 hilo. Jina lake la 11 Yehova Shama. Yehova Shama maana yake Bwana yupo hapa. Katika kitabu cha Ezekiel 48:35 kuzunguka ni mianzi 18,000, na jina la mji huo tangu siku hiyo litakuwa hili, Bwana yupo hapa. Kwa hiyo kama uko katika mazingira ambayo una hofu nayo sana kwamba haya mazingira vipi, Mungu kweli yuko hapa, basi unamuita Mungu Yehova Shama. Jina la 12 Yehova Elohenu, Bwana Mungu wetu. Hiyo ndio maana ya Yehova Elohenu. Jina la 12 hilo. Jina la 13 la Mungu ni Yehova Shalom, Bwana ni amani yangu. Katika kitabu cha Waamuzi 6 fungu la 24 tunasoma, ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu hapa, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Abiezeri. Kwa hiyo Bwana ni amani yangu. Kwa hiyo kama unahisi kwamba moyo wako umechafuka sana, unataka kujipa faraja, unasema Yehova, unamuita Yehova Shalom, akupe amani. Yehova Sidkemu. Yehova Sidkemu, Bwana ni haki yetu. Katika siku zake, hii ni Yeremia 23:6, katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili, Bwana ni haki yetu. Kama unahisi kwamba umedhulumiwa haki yako au unatamani kupata haki ya Kristo, basi unamuita Yehova Sidkemu. Imeandikwa kwa lugha hiyo ya haya majina yote ni ya Kiebrania haya. Jina la 15 la Mungu ni Mungu wa milele, maana yake Yehova Olamu, Mungu wa milele. Unapotaka kusema Mungu wa milele unasema Yehova Olamu. Jina la 16 la Mungu ni Yehova El Gibori, yani Mungu mwenye nguvu. Yehova El Gibori ni katika Isaya 9:6 hadi 9, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa,
tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Bwana alimpeleka Yakobo, neno likamfikiria Israeli, nao watu wote watajua, yani Efraim na yeye akae Samaria, wasemao kwa kiburi na kwa kujisifu nafsi zao. Mungu wa milele. Jina la 17 na la mwisho ambalo leo nimekuandalia ni Yeshua. Yeshua yani Mungu utuokoaye. Hili linapatikana katika kitabu cha Agano Jipya katika Mathayo 1:21, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo hayo ndio majina 17 ambayo Mungu amejitambulisha nayo katika Biblia na hasa katika Agano la Kale. Karibu kwa swali linalofuata. Kwa nini Mungu aliumba dunia na vitu vyote, na alikusudia nini kwa kila kiumbe? Huyu anauliza swali kwa nini Mungu aliumba dunia na vitu vyote na alikusudia nini kwa kila kiumbe. Ni kweli Mungu aliumba dunia na viumbe vyote ili kukamilisha furaha yake. Mungu alikuwa hana hivyo viumbe hapo nyuma kabla hajaviumba, na inaonekana kwamba furaha yake ilikuwa haijakamilika, na sasa ili kuikamilisha furaha yake akaamua kuumba hivyo viumbe. Wakolosai 1:16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyoko mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mungu alijiumbia vitu kwa faida yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kusema swali lako ni kwamba hivi kwa nini aliumba viumbe wengine wote? Ni faida yake, anakuwa anatafuta faida. Kama ambavyo unaweza kutengeneza kiti hapo nyumbani ili unapojisikia kuchoka upate mahali pa kukalia. Unaweza kutengeneza kitanda, mahali pa kulalia. Mungu na yeye pia akasema acha niumbe viumbe ili nikiwaangalia hivi na furahi. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba Mungu alikuwa anataka kushare. Mungu ana tabia ya upendo. Yaani yeye mwenyewe ni upendo. Akiwa na kitu kizuri, moja ya vitu ambavyo vinamkosesha amani ni kuvitumia akiwa peke yake. Na hata wale wanaokuwa na idea kwamba Mungu yuko mmoja tu, yuko nafsi moja tu, yuko peke yake tu, hilo sio wazo. Yaani ukitaka kuleta wazo la Mungu mwenye upendo unaonekana kwenye uwingi. Unaposhirikiana na watu wengine, mnakubadilishana mawazo, mnapofurahia pamoja. Hata ukiwa na chakula kizuri unakula peke yako chumbani, kweli kina uzuri gani? Kwa hiyo moja sababu Mungu kwa nini aliumba viumbe ni kutaka kushirikiana nao yale mazuri alionayo. Isaya 45:18, maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyefanya imara. Hakuiumba ukiwa, aliiumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Unaona? Mungu kukaa peke yake sio jambo la kumfurahisha. Hata wewe kama una mazoea ya kupenda kukaa peke yako, hiyo sio tabia nzuri. Kaa na watu ili uone changamoto walizonazo, zile unazoweza unawasaidia. Unajua unapomsaidia mtu mwingine hata wewe unasikia furaha. Yaani unaona kama furaha yako imekamilika, kwamba yaani msaada wangu kama ni pesa, kama ni chakula, kimemfanya mtu mmoja leo ameweza kuishi. Kimemfanya mtu mmoja leo ameweza kusoma. Kimemfanya mtu mmoja leo ameweza kusafiri kwenye gari. Kama nisingefanya hivyo, huyu mtu angekuwa na hali gani? Kwa hiyo unaanza kuhisi kwamba kumbe maisha yako yana umuhimu sana, yana faida. Na ndivyo Mungu naye ni hivyo hivyo. Katika kuumba viumbe alikuwa anatafuta kufurahisha viumbe wengine. Yaani furaha yake ni kuona viumbe vingine vinafurahi. Na hasa kama hiyo furaha ya hivyo viumbe vingine inatokana na kile yeye alichokifanya au alichokisema, hiyo inakuwa furaha kubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna malipo yoyote. Mungu angetakiwa atuchaji sisi kwamba kwa sababu nimewaomba kila siku mnanipatia kiasi fulani cha pesa. Tungekuwa tayari tu kufanya hivyo, kwa sababu kuna faida tunazozipata na sisi tunapokuwa hai. Zaburi 19 fungu la 1 hadi la 6, Biblia inasema,
Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema, kama bwana harusi akitoka chumbani mwake. La furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake. Wala kwa hari yake hakuna kitu kilichositirika. Ukiangalia mbingu na vitu vilivyoko huko, nyota, mwezi, jua, mawingu, yanakuambia kitu fulani juu ya aliyekiumba. Hata wale wanaopata shida sana kuamini kwamba kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi na dunia, wanapoangalia vile vitu vilivyoko ambavyo mmiliki wake hajawahi kujitokeza mmiliki yote kwamba jamani, mimi ndio namiliki jua, mimi ndio namiliki mwezi, mimi ndio namiliki hivi. Je, ni kwamba havina mmiliki? Vilijitokeza tu? Hapana. Yani vimejitokeza alafu vikae kwa mpangilio mzuri namna hii. Milima imekaa kwa mpangilio mzuri, ukiangalia bahari imekaa kwa mpangilio mzuri. Iwe tu vimetokea. Wanahistoria ndio wanaojaribu kutuchanganya sasa hivi, ni kwamba eti vilitokea tu. Sio, dunia ilikuwa inazunguka ikameguka ikafanyaje. Story ambazo hata ukiziunganisha zinakosa uhalali. Aliyeviumba hivi vitu vyote ni Mungu, na sababu yake ni kwamba alikuwa anataka hivi vitu vimpe utukufu. Yaani unapoviangalia pale unasema Mungu kwa kweli ni fundi. Unaona? Yaani Mungu unapomsifia kwa kile kizuri alichokifanya, hataki sifa za uongo. Hataki sifa za uongo, sifa za ukweli. Na hizo ziko nyingi tu. Ukisema Mungu, wewe kwa kweli ubarikiwe kwa hiki kitu ulichokifanya. Hiyo ndiyo kusudi la kuumba. Kuumba kwa viumbe ikiwepo mimi na wewe, tuliumba kwa makusudi makubwa mawili. Tumpe Mungu tukufu, tumfanye Mungu atambulike na aheshimike. Lakini pia kuwa mbaraka kwa watu wengine. Kama utakuwa mbaraka kwa watu wengine, kama utampa Mungu utukufu, sasa umetimiza kusudi la wewe kuumbwa. Mwanzo 1:26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu alituumba sisi kwa kusudi la kutawala. Moja ya mambo ambayo wamekuwa yakijadiliwa sana na watu ni kwamba hivi Mungu alituumba kwa mfano wake, kwa sura yake, ina maana Mungu anafanana na sisi? Ina maana Mungu yuko hivi tulivyo sisi? Yako mengi ambayo hatuwezi kuyajua leo hapa, tutajua tukifika mbinguni. Lakini kimoja kina uhakika, Mungu alituumba sisi tufanane na yeye katika jambo moja, kwamba alitupa uwezo wa utawala. Sisi Mungu ametukusudia tuwe watawala wenza katika maisha ya umilele tutakayoishi kule mbinguni, na baadaye tutahamia katika nchi mpya hapa duniani. Tutakuwa watawala, tutakuwa makuhani. Ndio maana tumeitwa ukuhani wa kifalme. Huu ufalme hatutaufanyia hapa duniani, tutaufanyia katika zile sayari zingine ambazo hazijaanguka dhambini. Hilo ni jambo ambalo Mungu alikuwa ameliwaza kabla hajatuumba, na anahakikisha linakwenda kutimia kama alivyopanga. Ndio maana tumepewa mazoezi katika hii dunia ya kujitawala. Mtawala yoyote ni lazima ajue kujitawala. Ndio maana unatakiwa ujitawale, nini unasema, nini unafanya. Watu wengine wamekuwa wakihoji sana, kwa nini Mungu anatuzuia tusile kunguru, tusile nyoka, tusile panya, tusiwe nguruwe. Sababu ni kubwa, ni moja. Wewe ni mtawala, na mtawala yote anazoezwa kujitawala. Hata tukikufanya kuwa rais wa nchi, huwezi kula kila kitu. Yaani unakunywa tapu, mara unakunywa nini, mara si unadondoka mtaroni. Hapana. Kuna namna fulani ukiwa mtawala, uhuru wako unapunguzwa. Unakuwa Mungu kwa mfano, yeye ni mkuu wetu. Lakini hebu fikiria, hajawahi kufanya dhambi hata siku moja. Hajawahi kuvuta bangi, hajawahi kunywa pombe, hajawahi kunusa ugoro. Lakini hivyo vitu anavifahamu. Kwa sababu nini? Anajitawala. Hiyo ndio kanuni ya mtawala yoyote, lazima ajue kujitawala. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekusudia kutuumba sisi hasa
ili tuwe watawala wenza katika utawala anaokwenda kuusimamisha baada ya dhambi kukoma. Katika Isaya 45 fungu la 12 Biblia inasema, mimi nimeiumba dunia, nimemhuluku mwanadamu juu yake, mimi namo mikono yangu mimi imezitanda mbingu na jeshi lake lote nimeliamuru. Kwa hiyo fungu la Isaya 43 fungu la 7 tena nasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu mimi niliyemuumba, namo mimi nimemfanya. Unaona, Mungu anasema ametuumba kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hiyo kufupisha kidogo swali lako uliloliuliza, kwa nini tuliumbwa? Tuliumbwa kwa sababu hiyo, ili tuweze kumpa Mungu utukufu, ili tuwe mbaraka kwa watu wengine, na ili tuweze kuwa watawala. Fungu letu la mwisho katika kujibu swali hilo ni katika Danieli 7:27. Biblia inasema, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Kwa hiyo sisi tunaandaliwa kuwa watawala katika ule utawala tutakuwa watawala chini ya mbingu zote. Watawala chini ya mbingu zote. Hapo Mungu anazungumzia masayari mbalimbali ambayo hayaanguka dhambini, na kwa hiyo jiandae kuwa sehemu ya utawala wa Mungu unaokwenda kusimamisha hivi karibuni. Tusome swali linalofuata. Mungu ni mwenye wema na haki. Yaani kwa namna gani anaonyesha sifa hizi katika maisha ya waumini? Ni kweli kwa Mungu ni mwenye wema na mwenye haki na anaonyesha mara nyingi sifa hiyo kwa waumini wake. Katika kitabu cha Tito sura ya 3 fungu la 2 hadi la 6 Biblia inasema, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili, na kwa kufanywa upya na Roho Mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kweli kabisa kwamba Mungu ni mwema sana. Hata tunaposema Mungu ni mwema, ile salamu ni sahihi kabisa. Mungu ni mwema kwa sababu gani? Kwanza alituumba, hatukumuomba atuumbe, na akatuumba kwa mfano na sura yake. Angeweza kutuumba kama nyani, angeweza kutuumba kama nyoka, alikuwa na huo uchaguzi, lakini akachagua kutuumba hivi tulivyo. Na katika hii dunia hakuna kiumbe aliyejaliwa uwezo wa uongozi na utawala kama mwanadamu. Tembo ni mkubwa kwa nguvu, kwa uzito kuliko mwanadamu, lakini mwanadamu anamtawala tembo. Kwa hiyo alituumba kwa mfano wake, na upendeleo, na huo ni upendeleo mkubwa. Lakini pia alituokoa kwa damu yake pale msalabani, yaani kwa kifo chake msalabani. Ilimgharimu kulipa maisha yake ili kutuokoa sisi. Kama sisi tungekuwa sio wa thamani, angewezaje kulipa gharama kubwa kiasi hicho? Na hiyo ni jambo kubwa sana, na hata Biblia imeuliza hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kama huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Tafuta kote duniani, watu wachache sana walio tayari kufa kwa ajili ya wengine, lakini Yesu alikubali kufa kwa ajili yetu. Warumi 5 fungu la 8 Biblia inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hata hivyo upendo usipozingatia haki waweza kusababisha machafuko. Kwa sababu hiyo Mungu anapomhurumia mwenye dhambi anatakiwa kuhakikisha kuwa kitendo hicho hakichochei makosa kuongezeka katika jamii husika. Ili kuzuia hali hiyo kutokea, Mungu alijichukua mwenyewe makosa yetu kupitia Yesu Kristo. Isaya 53 fungu la 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unajua, kumsamehe mtu aliyefanya makosa kunaweza kukachochea uasi. Ikiwa kuna jambo hulipendi na huyo unayempenda amelifanya hilo jambo, dawa sio kumsamehe, kwa sababu kumsamehe ni kumtangazia huyo unayempenda kwamba aendelee kufanya hilo kosa.
kulikuwa na wazazi ambao walikuwa na mtoto wao walikuwa nampenda sana, na huyu mtoto alikuwa na tabia, akiaga kwamba anaenda shuleni, hafiki shuleni, anashinda hapo njiani hapo, anategea wakati wa shule kufungwa ndio anarudi nyumbani. Wakapewa taarifa kwamba mtoto wenu hajaonekana shuleni karibu juma zima. Walipofika wazazi, ikathibitika kweli huyu mtoto hahudhurii shuleni. Akapewa adhabu, na baada ya kupewa ile adhabu, walipofika nyumbani wakamwambia, na sisi tunakupa adhabu nyingine. Katika hizo siku 6 ambazo hukwenda shuleni, itabidi ulale kwenye pagari. Kulikuwa na nyumba yao ya gorofa ilikuwa haijaisha, kwa hiyo pale juu palikuwa na uwazi, wakamwekea kitanda pale juu alale huko, na kilikuwa kipindi cha baridi kali sana na hakuna blanketi wala chochote. Wakiwa wamelala hapa ndani, ule usiku hawakupata usingizi. Ndipo baadaye baba akamuuliza mama, hivi unamsikia huyo mtoto anavyokohoa huko juu na hiyo baridi? Akasema, nasikia sana, tangu tumeingia hapa kitandani hata sijapata usingizi. Wakasema, sasa tunafanyaje? Tukisema tumsamehe hata jua ubaya wa kosa lake. Wakaamua kwamba twende huko juu tukalale naye, wala tusinde na blanketi. Kwa hiyo wakaenda kule, wakamwambia, tumekuja kuungana na wewe, tutalala na wewe wiki nzima hapa, ili ujue kwamba hili jambo ulilofanya ni baya, limetuumiza, lakini kwa sababu tunakupenda tunashiriki na wewe hii adhabu. Hivyo ndivyo Yesu alivyofanya, ndivyo Mungu alivyofanya. Alikuja kushiriki pamoja na adhabu yetu iliyokuwa inatustahili, kutusamehe tu hivi kwamba wanangu umetenda dhambi, haina ubaya sana, nimeshakusamehe. Hiyo wala sio vizuri. Na kuna wazazi wako hivyo, wanawasamehe tu watoto wao bila hata kuadhibu, sio kwamba umemsaidia hivyo. Kwa hiyo Mungu anaonyesha wema wake kwetu sisi, alitusamehe dhambi lakini alitulipia pia adhabu. Katika kitabu cha Wagalatia 3 fungu la 13, Biblia inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Unafahamu ya kwamba Yesu aliomba alipokuwa Getsemani kwamba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ni kwa sababu alionyeshwa picha ya tukio linalokwenda kutokea, kwamba watu watamvua nguo, watamtemea mate, watamwaibisha sana, na atakufa kifo chenye mateso na chenye aibu kubwa sana. Akatamani kwamba jambo hilo libadilishwe, labda adhabu ile ipunguzwe. Hilo jambo halikukubalika. Na ni kwa nini aliona jambo linakuwa zito? Pale msalabani Yesu alirundikiwa dhambi za wanadamu wote waliopita huko nyuma, za wanadamu waliokuwepo pale chini wakimdhihaki, na za wanadamu wote watakaozaliwa huko mbele. Kwa hiyo wewe na mimi, dhambi zetu Yesu alizilipia, yani kama prepaid, kama unavyolipa kabla hujapata muda wa maongezi kwenye simu yako, ndivyo Yesu alivyozilipia dhambi zako. Na sasa zile dhambi zilimfanya aonekane kuwa laana. Ndio maana hakuna, kila mmoja alikuwa na mtema mate, kila mmoja alikuwa na unapomwona Yesu pale msalabani akisema, Mungu wangu mbona umeniacha, ni kweli kabisa kwamba Yesu alikuwa ameachwa, na sababu ya kuacha ni kwa sababu alifanyika laana kwa ajili yetu. Kwa hiyo ulitaka ushahidi kama Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana, tunapaswa tuusifu huo wema wake, na ikiwezekana pia tuuige. Tunaenda kwa mapumziko, na baada ya muda kidogo tutarejea tena kumalizia swali letu. Karibu tena baada ya mapumziko ya muda mfupi, tumerejea. Hebu tuangalie swali linalofuata. Asante Pastor. Mungu anashirikiana vipi na watu wake kupitia maagano na ahadi katika Biblia? Mungu aliahidi wokovu kwa wanadamu ambao ungeletwa na mzao wa huyo mwanadamu mwenyewe. Kwa sababu umetaka kujua jinsi Mungu anavyoshirikiana
na wanadamu kupitia katika maagano yake na ahadi zake katika Biblia. Nitaanza kukusomea hayo maagano na hizo ahadi za kwenye Biblia ambamo Mungu ameshirikiana na wanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 15, Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hapa Mungu alikuwa anatangaza kuwepo kwa pambano kati ya Kristo na Shetani, pambano ambalo lingepiganiwa hapa duniani, na ahadi hii ilirudiwa tena na tena, na hasa ilirudiwa kwa Abrahamu. Katika kitabu cha Mwanzo 21 fungu la 12, Biblia inasema, Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikia sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamkumbusha Ibrahimu ya kwamba nilitoa ahadi kule Edeni ya kwamba kuna uzao utakaozaliwa katika jamii ya wanadamu utakao kuja kumponda kichwa Shetani, japo Shetani na yeye kwa kujirudishia atauponda huo uzao kisigino. Na hiyo ni dalili ya mapambano ambayo yalianzia kule mbinguni, ambayo Mungu alikuwa anakusudia kuja kuyaendeleza hapa duniani katika lengo la kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu ya kwamba Isaka huyo mwanao huyo ni sehemu ya huo uzao niliokuwa nimeuahidi hapo zamani. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 fungu la 18, Biblia inasema, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa hiyo Mungu hapa alikuwa anatoa uelekeo wa uzao ambao ameuahidi kuleta duniani. Yaani kupitia Adamu na kupitia jamii ya wanadamu kuna kiumbe atakayekuja kuzaliwa ambaye atakuja kuwasaidia jamii yote ya wanadamu. Na sasa hapa anaelekeza kwamba huyo kiumbe atapitia katika ukoo wa Ibrahimu, katika kizazi cha Ibrahimu na kupitia kwa Isaka. Imejengwa dhana hapo kwa sababu Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, Ishmaeli pamoja na Isaka, ya kwamba Ishmaeli na yeye amepokea zile baraka za kuwa uzao ule utakaoleta ufumbuzi wa tatizo la dhambi duniani. Haiko hivyo, hata kama mtu angetamani iwe hivyo. Ahadi ya Mungu ilikuwa kwamba mtoto wake Isaka, ambaye alikuja kwa kuchelewa kidogo, ndiye ambaye angeendeleza huo ukoo ambamo huo uzao halisi ungeweza kupatikana. Lakini basi swali ni kujiuliza, hivi Isaka ndiye angekuwa suluhisho la matatizo ya mwanadamu? Katika kitabu cha Wagalatia 3 fungu la 16, Biblia inasema, basi ahadi zilinena kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Kwa hiyo Isaka anamwakilisha Kristo ndio, lakini hakuwa ule uzao uliokuwa umeahidiwa pale Edeni. Ule uzao uliokuwa umeahidiwa pale Edeni ambao ungekuwa na jukumu la kuja kumponda kichwa Shetani, na hiyo maana yake ni kwamba kumwangamiza kabisa adui wa mwanadamu na kumrejesha mwanadamu katika hali aliyokuwa nayo kabla ya dhambi. Huo mzao ilikuwa ni Kristo mwenyewe. Na tunaona Kristo anakuja kuzaliwa katika ukoo, katika hawa watoto wake, ukoo wa Isaka huo. Isaka baadaye alikwenda na Yakobo na nini katika mataifa 12 ya Israeli, kaja kabila la Yuda, kutoka katika kabila la Yuda Yesu anazaliwa pale. Na huyo sasa ndio ule uzao uliokuwa umeahidiwa, na ndiye ambaye baadaye amekuja kuwa suluhisho la changamoto ya dhambi inayowakabili wanadamu wote. Kwa hiyo Mungu aliweka agano na amelitimiza. Agano lake ni kwamba nitawapigania katika hii vita, hamtapigana wenyewe, kwa sababu uwezo wa kupigana na huyo Shetani hamna. Shetani ana uwezo mkubwa kutuzidi si wanadamu wote, na hiyo imethibitishwa mara nyingi sana. Lakini mtu anapojiweka chini ya Kristo anaweza kumshinda huyo Shetani kwa namna yote ile.
kama ambavyo Daudi alimshinda Goliath kwa sababu alijiweka chini ya uongozi wa Kristo. Goliath alionekana kwamba mtu aliyeshindikana, akawezwa na kijana mdogo kabisa. Katika kitabu cha Warumi sura ya 4 fungu la 13 inasema, kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki iliyohesabiwa kwa imani. Jambo jingine hapa ambalo Mungu aliwaahidi wanadamu na aliliingiza katika agano ni la urithi. Mungu kwa mapenzi yake alimchagua mwanadamu awe mrithi wake. Unaposikia mtu anarithi, kwa kawaida anarithi kila kitu. Na kama baba yako ni mchawi, unarithi hata uchawi. Lakini kimsingi mtu anarithi mali za baba au za mama, anarithi nguo zake, na nguo ndio zinazomtambulisha mtu tabia. Kwa maana hiyo mtu anarithi utawala. Kama huyu baba alikuwa mtawala na wewe unaendeleza utawala, ndivyo tulivyoona katika utawala wa kichifu au utawala wa kifalme, watu walikuwa wanarithi. Sasa Mungu anakusudia kuturithisha kitu gani? Mungu anakusudia kuturithisha vitu vikubwa sana ambavyo yani ukivifahamu hata unaweza ukachanganyikiwa. Kwa sababu Mungu sio mdogo. Unaposikia Mungu anarithisha mtu jambo, hilo jambo haliwezi kuwa dogo. Kwa hiyo katika hekima yake Mungu alichagua tangu zamani ya kwamba atufanye kuwa warithi. Lakini ili kutimiza jambo hilo la kisheria, kwa sababu unajua huwezi kuwa mrithi wa mtu ambaye huna nasaba naye mpaka labda kuwe na andiko la kisheria. Huwezi tu kukimbilia kwenda kurithi mali ya mtu fulani eti tu kwa sababu alikuwa hana watoto. Lazima kuwe na andiko la kisheria linalokuhalalisha wewe kurithi pale. Kwa hiyo Mungu alitambua. Katika kitabu cha Wagalatia 3 fungu la 17 Biblia inakuja na hoja fulani hapa. Inasema, nisemalo ni hili: agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Sasa hapa kuna hoja ya msingi sana ambayo unatakiwa uielewe, maana usipoielewa unaweza kuchanganya mafaili. Mungu aliahidi kutuletea uzao ambaye ni Kristo, ambaye atamponda shetani na kuturejeshea tena vyote vile tulivyovipoteza. In fact, baada ya kumponda shetani, Mungu ana mpango wa kutuongezea vingine ambavyo katika ule wakati wa nyuma kabla dhambi haijakuwepo vilikuwa haviko dhahiri sana. Nayo ni nini? Ni urithi mkubwa sana wa utawala, urithi wa enzi, urithi wa uzima wa milele. Sasa ikiwa Mungu aliahidi kutupatia huo urithi kwa njia ya mwanae ambaye yeye ndiye atakayepambana na shetani, wala sisi hatutahusika, sisi tutatangaziwa tu kwamba yule adui yenu ameshindwa na ushindi umepatikana, sasa rithini uzima wa milele. Imetokea vipi sasa kwamba baadaye Mungu alileta swala la sheria? Wana wa Israeli walipoendelea kuwepo duniani, Mungu alifanya agano nao pale mlima Sinai. Na lile agano lilikuwa ni agano la sheria au torati, ambapo Mungu aliwaelekeza kwamba mkifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, basi mimi nitawatendea hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ndio kanuni ya maagano yote yale. Kuna pande mbili zinaahidi, upande huu unaahidi kufanya hiki na upande ilikiwa upande wa pili utaweza kutekeleza jambo hili hapa. Kwa hiyo ni makubaliano ya pande mbili juu ya mambo ambayo wanaenda kufanyiana na wanaridhiana pale, wanaweka sahihi na wengine yote kama hayo. Sasa hoja inayouliza hapa Paulo ni kwamba kama ahadi ilikuwa kama urithi ulikuwa kwa njia ya ahadi, ilitokea vipi tena pakaja na jambo linalowaweka hawa watu kwenye mkataba wa kisheria ya kwamba huyu akitekeleza hiki nami nitafanya hiki? Swali lake lina hoja nzito sana inayotaka tafakuri ya kina. Sasa majawabu yake katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 fungu la 15 hadi 17, Biblia inasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya.
kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Sasa hapa kuna hesabu moja ya kipekee sana. Mungu alitoa ahadi ya kuwa atatufanya kuwa warithi. Kuna mambo makubwa mawili yanayohitajika hapo. Kwanza, atuhalalishe kwamba ni watoto wake, lakini pia ili tuweze kuwa warithi ni lazima yeye afe ili sisi tuweze kurithi mali, maana huwezi kurithi mali ya mtu ambaye bado yuko hai. Kwa hiyo kifo cha Yesu pale msalabani kilikuwa mojawapo kutimiza hayo makubaliano ya kwamba Kristo anakufa, aliyetoa ahadi ya urithi, ili kusudi kutuhalalisha sisi tuwe warithi wa kile kilichoahidiwa. Hiyo ni pointi ya kwanza. Na kwa hiyo ahadi Mungu aliyoitoa imetimizwa kikamilifu kabisa. Na imetimizwa kikamilifu kwa namna gani? Kwa sababu Kristo mwenyewe amepambana kwa ajili yetu, amekufa kwa ajili yetu, na kwa kufa kwake amehalalisha sisi kuweza kupokea ule urithi. Sasa tutaenda kuangalia, na hilo ni agano sasa jipya. Baadhi ya watu wanachanganyikiwa sana juu ya agano la kale, agano jipya. Agano la kale linaitwa Kuukuu, na wanadhani kwamba hiyo maana yake ni vitabu vya agano la kale. Kimsingi kile kinachoitwa Kikuukuu ambacho nafasi yake imechukuliwa na agano jipya ni haya makubaliano mapya, ambapo sasa Kristo ndiyo anakufa ili tupate nafasi ya urithi wa uzima milele, na Kristo anafanyika mwana ili sisi tuhesabie pia kuwa wana, tuweze kustahili kupata ule urithi wa milele. Kwa hiyo agano lile la alilofanya Mungu na Waisraeli pale mlimani liliingilia kati ya agano lililofanywa na Mungu kule Edeni, agano ambalo kimsingi ndiyo linaendelezwa na agano jipya linalofanywa na Yesu Kristo. Agano lile la kwanza la Edeni na agano la Yesu Kristo, hili agano jipya, yote yana nature ya aina moja, yamejengwa juu ya ahadi zilizo bora za Mungu, ya kwamba Mungu anaenda anapambana kwa ajili ya wanadamu wanaenda tu kupokea urithi wa uzima milele. Lakini hili agano lililofanyika hapa katikati lilikufa baada ya ile agano jipya kuja, kwa sababu lile lilikuwa limejengwa juu ya ahadi zisizo bora, zisizoaminika. Kwenye ile agano la mlima Sinai, ahadi zilitolewa na mwanadamu kwamba hayo Mungu aliyosema tutayatenda, na hawakuyatimiza. Lakini kwenye agano lililofanyika pale Edeni na linalofanywa linalotimizwa na Yesu anapokuja katika agano jipya, limejengwa juu ya ahadi za kuaminika zilizo bora zaidi, ahadi zinazotoka kwa Mungu mwenyewe, na Mungu amekuwa akizitimiza hizo ahadi bila kuacha hata moja. Kwa hiyo kuna maagano na kuna ahadi ambazo Mungu amezifanya kwa watu wake, na zimekuwa zikienda vizuri kabisa. Agano aliloliingia na Waisraeli pale Sinai lilikuwa halali. Tofauti ni kuwa wanadamu badala ya kutegemea neema ya Mungu walitegemea juhudi zao, jambo ambalo halingewezekana. Katika Kumbukumbu la Torati 9 fungu la 11 Biblia inasema, ikawa mwisho wa siku 40 usiku na mchana, Bwana alinipa zile mbao mbili za mawe, nazo ni mbao za agano. Unaona, palikuwa na agano pale kwenye zile mbao mbili, lakini agano lenyewe lilijengwa katika ahadi ambazo hazikuwa bora sana. Kumbukumbu la Torati 4 fungu la 13 Biblia inasema, akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Hapa tena amerudia kuonyesha kwamba zile amri 10 ni maagano. Wapo watu wanaozizungumzia amri 10 kwa kuzibeza na kuzidhalilisha sana, na kuzionyesha kana kwamba hazimuhusu Mungu ila zinamuhusu zaidi Musa na Waisraeli. Hapana. Musa asingekuwa na ubavu wa kuwa na amri au kuwa na maagano yale ya Torati. Kimsingi yale yote yaliyotajwa pale mlima Sinai. Pale mlima Sinai Mungu alitoa maneno ya amri 10, lakini pia kulikuwa na maandiko ya Torati ambayo Musa aliandika katika chuo. Na haya yote amri 10 pamoja na Torati vilitoka kwa Mungu, na ilikuwa ni sehemu ya agano la Mungu na wanadamu, ila ni agano lililokuwa na mapungufu.
Kwa hiyo huwezi ukabeza kwamba eti zile amri hazina nafasi, Torati haina maana. Torati ilitoka kwa Mungu huyo huyo. Ila unapomkuta amesema kwamba sasa hivi hiki kimeishia msalabani, hiki hakiendelei tena, unatakiwa umuelewe, si ndio huyo aliyetoa. Ametoa, anakuambia hiki kilikuwa kinawakilisha kitu fulani. Kwa hiyo kitu chenyewe halisi kimekuja, kwa hiyo hiki hakina sababu ya kuendelea kuwepo. Kwa hiyo amri 10 pia ni agano na linatakiwa liheshimiwe kwa sababu ni agano la Mungu na wanadamu. Ila ni agano ambalo halikudumu sana, na tatizo tutakwenda kuliangalia kwa nini halikudumu. Limetajwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 fungu la 9. Haitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Tatizo ni kwamba hawakudumu katika lile agano, na hawakudumu kwa sababu lilijengwa juu ya ahadi ambazo si za kuaminika, ahadi zinazotoka kwa mwanadamu. Anasema nitatenda. Hata leo usije ukathubutu kumwahidi Mungu kwamba nitafanya hiki na hiki na hiki. Sema kwa neema yako, sema ukiniwezesha nitafanya hiki na hiki, kwa sababu hayo unayoahidi wewe huwezi kuyatekeleza. Huna guts za kutekeleza mambo mazuri unayotamani kuyafanya. Tamaa ya kutaka kuyafanya ipo. Ni sawa sawa na mtu ambaye amepooza. Anaweza kutamani kutembea lakini anashindwa kutembea. Anaweza kutamani kunyanyua mkono lakini anashindwa kunyanyua. Kwa hiyo umebaki kuwa na kutamani tu kutenda mema. Unatakiwa umuombe Mungu akupe neema yake ili uyafanye hivyo. Hayo ndio Waisraeli walishindwa kuyatambua. Kwa hiyo lile agano halikudumu, agano lile likafa, na badala yake likachukua nafasi agano jingine. Katika kitabu cha Yeremia 13:23 Biblia inasema, je, Mungu Mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Kwa hiyo sisi tuna ugonjwa mbaya sana kwamba tumeathirika na dhambi. Yaani tuna kirusi cha dhambi. Mwandishi mmoja aliwahi kusema ya kwamba ili mtu aendelee kupata matatizo yanayotokana na kuathirika na ukimwi, kama hatumii vidonge hivi, wala hahitaji yule mtu aliyekuwa amemwambukiza ukimwi aendelee kuwepo. Hata kama aliyemwambukiza ukimwi atakuwa alishakufa, yeye bado ataendelea na matatizo. The same shetani, hata kama atakufa leo. Yaani sisi tuendelea kuwa wahanga wa dhambi, kwa sababu alichofanya ni kwamba ameinject ndani ya miili yetu hali ile ya dhambi, asili ya dhambi ambayo tunarithishana kizazi kwa kizazi. Sasa Mungu aliweka ili agano jipya ili kusudi huo urithi huo ukome. Kwa maana ya kwamba yeye aliyefanyika mwanadamu, alifanyika mwanadamu kama mimi na wewe tulivyo, na akaikomesha dhambi katika mwili wake. Hakutenda dhambi, na anataka muujiza huo uliotokea katika mwili wake utokee kwako wewe. Unapomwamini, huo muujiza unahamia kwako, unaikomesha ile hali ya kutamani kutenda dhambi. Lakini hiyo hali haiwezi kukomeshwa kwa kuzingatia kushika maagizo fulani fulani, wakati ile hali yako ya dhambi bado ikiwa pale pale. Hilo ndio kosa waliofanya Waisraeli, na ndio maana walishindwa kuishi kulingana na ahadi ile waliokuwa wameahidiana na Mungu. Katika Wagalatia 3:24 Biblia inatuambia nafasi ya amri. Maana kulikuwa na swali kwamba kama ahadi ilikuwa agano lilikuwa kwa njia ya ahadi, ilikuwaje tena Torati itokee miaka 430 baadaye, ambayo inaonekana nature yake inatofautiana kidogo na zile ahadi za kule nyuma? Kwa sababu hapa natakiwa mwanadamu afanye hiki ili Mungu amfanyie hiki. Lakini kwenye ile agano la Mungu ilikuwa ni Mungu ameahidi kwamba ukiniamini nitakufanyia hivi na hivi na hivi na hivi, na hiyo imani itatoka kwangu pia. Sasa anatoa jawabu sasa, kwa nini Torati ilikuja na kwa nini sheria ilikuwepo katika hili agano ambalo Mungu aliagana na Waisraeli pale mlima Sinai. Katika Wagalatia 3:24 anasema, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
Mungu alileta Torati, alileta lile agano la Torati pale mlimani ili kuwaonyesha wanadamu jinsi wasivyo na uwezo, jinsi ambavyo wamepoteza uwezo wa kutenda mema, jinsi ambavyo hata kama wanatamani kutenda yale mema wanayotaka kuyatenda inavyokuwa vigumu. Na hiyo ilidhihirika katika maisha na uzoefu wa Waisraeli. Hawakuweza kuishi ile sheria, hawakuweza kuishi ile amri. Na sasa ndipo anawaleta sasa kwa Kristo. Unapomwamini Kristo, Kristo anakupa uwezo wa Roho Mtakatifu anayekuwezesha sasa kutii ile sheria. Sheria inabaki pale pale. Sheria kama sheria haina shida, kwa sababu ndio unatakiwa uishike, ila umeshindwa kuishika. Ni sawa sawa na mtu amepewa hesabu na mwalimu, mtoto wa chekechea. Unatakiwa kuifanya, unashindwa. Sasa mwalimu anachokufanya, anakusaidia, anakupa calculator au kile kifaa cha kuhesabia kile, ili uweze kufanya hiyo hesabu kiurahisi. Hakubadilishi swali ni lile lile, ila anakuongezea nyenzo ya kuifanya ile swali na kulifanya vizuri. Tupate swali jingine kutoka kwa dada yetu anayetusomea maswali. Karibu. Mungu ni nani katika muktadha wa Utatu Mtakatifu, na jinsi gani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanashirikiana? Hili ni swali linalojitegemea, linataka kuhoji juu ya utakatifu, juu ya utatu, dhana ya utatu, kwamba je, Mungu yupo katika utatu, na kama yupo katika utatu majibu ni kama ifuatavyo. Mungu amejifunua kwetu kupitia maandiko matakatifu, yani Biblia. Na kwa mujibu wa Biblia kuna Mungu mmoja. Hivyo ndivyo tunavyoambiwa katika Biblia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:4, Biblia inasema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hiyo imethibitisha kwamba Mungu ni mmoja. Lakini pia katika Agano Jipya, kitabu cha Yakobo 2:19, Biblia inasema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Kwa hiyo Biblia, Agano Jipya na Agano la Kale, vyote vinakubaliana kwamba Mungu ni mmoja. Lakini tena pamoja na ukweli huo kuwa Mungu ni mmoja, bado huyo Mungu anajifunua kwa wanadamu kama atendaye kazi katika nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Humuoni akiwa mmoja, unamuona akiwa anashirikiana na nafsi zingine. Na hiyo imefanya wanadamu wafanye hitimisho ya kwamba tunaye Mungu mmoja, lakini anayepatikana katika nafsi tatu. Katika utatu huu mtakatifu kuna nafsi inayotambulika kama Baba, kuna nafsi inayotambulika kama Mwana, na kuna nafsi inayotambulika kama Roho Mtakatifu. Nafsi ya Mwana hapo mwanzo ilitambulika pia kama Neno. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza fungu la kwanza hadi la 3, Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo tunaye Neno ambaye hapa atakuwa kitambulisho zaidi kama Mwana, kwa sababu umeona jinsi ambavyo aliondoka kwenye jina la Neno na kuingia kwenye jina la Mwana, yani alifanyika mwili. Na huyo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo unapozungumzia Yesu, unazungumzia Neno, unazungumzia Mwana, unazungumzia nafsi hiyo moja. Wakati mmoja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa katika tukio lililowakutanisha pamoja hapa duniani. Iko dhana pia inayoibuliwa na kuenezwa ya kwamba Mungu ni mmoja, na wanaoeneza
dhana hii wenyewe wanakubali kabisa kwamba Mungu ni mmoja, ila wanakubali pia tena kwamba kuna Baba ambaye anajitambulisha kama Mungu, kuna Mwana ambaye anajitambulisha kama Mungu, na kuna Roho Mtakatifu ambaye anajitambulisha kama Mungu. Nakushukuru sana wewe mfuatiliaji wetu wa kipindi, umekuwa nasi tangu tulipoanza na sasa tunafikia tamati. Mimi niliyekuwa pamoja nawe ni mchungaji Stephen Leta, na aliyekuwa akitusomea maswali yenu ni dada yetu Miliana Mdeta, na kuomba sana ukayatafakari vyema yale tuliyojifunza na ukawafanyie kazi. Elimu hii ni elimu kubwa sana ambayo inakuwezesha wewe kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hatimaye kubatizwa na halafu kuukulia wokovu katika kanisa ambalo linafundisha mafundisho haya, kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahali popote ulipo, tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato ili upate malezi haya makubwa sana ya kiroho na kufafanuliwa vizuri zaidi maandiko kama ambavyo tumekuwa tukijaribu kufanya hapa. Sasa tunakwenda kuomba. Naomba mahali ulipo inamisha kichwa chako tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa kutusaidia kufikia mwisho wa somo letu. Mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia kipindi hiki, ukamsaidie kuelewa somo hili vizuri, na hatimaye ukamsaidie kufanya maamuzi ya kuokolewa, ili hatimaye siku ile ya mwisho mimi na yeye na wengine wote ambao wanakupenda wewe Kristo tukapate kuokolewa na kurithi uzima wa milele. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.